Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yalojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Serikali ya Tanzania yaeleza dhamira yake ya kuendelea kuboresha mazingira ya wafanyakazi nchini. Rais wa Zanzibar Dr. Mwinyi atangaza ongezeko la kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 300,000 hadi shilingi 500,000 kwa mwezi. Na katika habari za kimataifa, wanaharakati kufanya maandamano siku ya Mei Mosi. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie huko. Serikali ya Tanzania imeeleza dhamira yake ya kuendelea kuboresha mazingira ya wafanyakazi nchini kadri hali ya uchumi itakavyoruhusu, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha kila mfanyakazi anapata manufaa stahiki kutokana na utumishi wa umma. Hatua hii inalenga kuongeza ufanisi, motisha na ustawi wa watumishi kwa kuzingatia umuhimu wao katika kuendesha shughuli za maendeleo ya taifa. Taarifa zaidi huyu hapa Ibrahim Godfrey Mlele. Kauli hiyo imetolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye amesisitiza kuwa serikali itaweka mazingira rafiki ya kazi yatakayowawezesha wafanyakazi kote nchini kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi. Serikali imeanza kulipa na itaendelea kufanya hivyo. Imeanza kulipa malimbikizo ya madeni ya hifadhi ya jamii, posho za likizo na uhamisho, pamoja na malimbikizo ya mishahara. Tumeanza kulipa na tutaendelea kufanya hivyo kulingana na tathmini inayoendelea. Hatuletewi madai tukalipa kwa hapa, lazima tutathmini na yale yanayothibiti kwamba ni madai halali. Tumeanza kulipa na tunaendelea kulipa. Ndugu zangu, chapeni kazi. Serikali ipo inawasikiliza na inawafanyia. Mwaka huu tutafunga mkanda, tutakuja kujidai mafaa. Na mimi nikawaambia mwaka ikiwa tutachapa kazi na uchumi utakuwa kwa kiwango kinachoridhisha, tutakuja kuangaliana mafaa. Awali akisoma risala mbele ya mgeni rasmi, Henry Mkunda, katibu wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania TUCTA, ameeleza changamoto zinazowakabili wafanyakazi ikiwemo makato ya kodi kwa wafanyakazi. Tunaamini utekelezaji wa mapendekezo yake utasaidia kujenga mfumo wa kodi ulio wa haki na rafiki kwa wawekezaji, kukuza ajira rasmi, kupanua wigo wa walipa kodi na kuchochea maendeleo endelevu ya uchumi wa taifa letu. Hatua hii inaakisi kwa vitendo utekelezaji wa ajenda ya kazi zenye staha na dira ya taifa 2050. Waajiri tutaendelea kutoa ushirikiano wa serikali katika utekelezaji wa maboresho haya kwa manufaa ya taifa. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Katika maadhimisho hayo, Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Lameck Mwigulu Nchemba amesema tutoe rai kwa wafanyakazi kuwa wavumilivu wanapokuwa katika mahali pa kazi, kwa sababu wananchi wanahitaji huduma za kwao. Baadhi ya washindi wa tuzo za jumla za wafanyakazi bora akiwemo mkurugenzi mkuu wa afya ya mimea na viuatilifu Tanzania Joseph Ndunguru, ambaye ndiye mshindi wa kwanza kitaifa, pamoja na kushukuru, amewataka wafanyakazi nchi nzima kufanya kazi kwa bidii ili kulijenga taifa. Na katika siku hii ya leo umeweza kukabidhiwa hati ya mfanyakazi bora kwa kupitia chama chetu cha wafanyakazi, yani RAU. Cheti hiki ni alama ya mafanikio ya mamlaka. Mimi ni kama mwakilishi tu, lakini cheti kimetokana na kazi kubwa ambayo imefanywa na wafanyakazi wa Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania. Nashukuru kwa sababu inaniongezea motisha zaidi ya kufanya kazi yangu. Kutoka hapa mkoani Njombe yalipofanyika maadhimisho ya Mei Mosi kitaifa, TVE habari. Mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Asante sana Ibrahim kwa taarifa hiyo. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ametangaza ongezeko la kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 300,000 hadi shilingi 500,000 kwa mwezi.
Rais Dr. Mwinyi ametangaza ongezeko hilo la mshahara Mei Mosi katika kilele cha maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani yaliyofanyika katika viwanja vya maonyesho ya kilimo Kizimbani, mkoa wa Mjini Magharibi. Dr. Mwinyi amesema kiwango hicho kipya cha mshahara kitaanza kutolewa kuanzia mwezi Januari 2027 na kufahamisha kuwa hatua hiyo imezingatia hali ya uchumi wa nchi, gharama za maisha na kuwapatia motisha wafanyakazi ili watekeleze majukumu yao kwa ufanisi. Aidha, ameeleza kuwa uamuzi huo unaenda sambamba na dhamira ya serikali ya kuimarisha mazingira ya kazi na kuhakikisha kuwa watumishi wanapata stahiki zao kwa wakati, pamoja na kutoa wito kwa watumishi wote kuendelea kufanya kazi kwa bidii, juhudi, nidhamu na uzalendo ili kuleta maendeleo endelevu Zanzibar. Rais Dr. Mwinyi amesema serikali inatambua mchango mkubwa unaotolewa na wafanyakazi wa sekta ya umma na sekta binafsi na itaendelea kushirikiana na vyama vya wafanyakazi kukabiliana na changamoto zote zinazowakabili wafanyakazi hapa nchini. Napenda kutumia fursa hii kuarifu kwamba serikali imeamua kuongeza kima cha chini cha mishahara kutoka shilingi 300,000 hadi shilingi 500,000. Sasa utekelezaji wa uamuzi huu utaanza katika kota ya 3 ya mwaka mpya wa fedha. Ongezeko hili limezingatia hali ya uchumi wa nchi, gharama za maisha, pamoja na umuhimu wa kuwapa motisha wafanyakazi ili waendelee kutekeleza majukumu yao kwa bidii na uadilifu. Aidha, uamuzi huu unaenda sambamba na dhamira ya serikali ya kuboresha mazingira ya kazi na kuhakikisha kuwa watumishi wanapata stahili zao kwa wakati. Natoa wito kwa watumishi wote kuendelea kufanya kazi kwa juhudi, nidhamu na uzalendo ili kuleta maendeleo endelevu kwa Zanzibar. Amebainisha kuwa serikali ya awamu ya 8 imepata mafanikio makubwa tangu ilipoingia madarakani mwaka 2020 kwa kufanikiwa kuimarisha maslahi ya wafanyakazi kupitia kurekebisha na kuongeza mishahara, kufanya mapitio ya posho na marupurupu ya watumishi, pamoja na kuimarisha mafao ya hifadhi ya jamii na kuanzisha mfuko wa bima ya afya kwa wafanyakazi wote pamoja na familia zao. Rais Dr. Mwinyi ametangaza kuwa serikali imetenga nafasi za ajira 7,500 katika mwaka wa fedha 2026 hadi 2027 pamoja na kuendelea kuimarisha maslahi ya wafanyakazi. Serikali itaendelea kufanya tathmini ya mara kwa mara ili kuhakikisha kuwa maslahi ya watumishi yanaendana na hali halisi ya uchumi na mahitaji ya wananchi. Aidha, katika kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira hasa kwa vijana, serikali katika mwaka huu mpya wa fedha imetenga nafasi za ajira 7,500 pamoja na kuimarisha stahili nyingine za watumishi. Kwa hivyo sio kima cha chini tu, kutakuwa kuna nyongeza za mishahara kwa ngazi zote kama zitakapotangazwa baadaye kwa mujibu ya miongozo ya utumishi. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameongoza mamia ya wafanyakazi mkoani humo katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani Mei Mosi yaliyofanyika kimkoa kwenye viwanja vya Mnazi Mmoja na kuwataka kufanya kazi kwa nguvu na maarifa, huku wakifanya tathmini ya matoleo na mafanikio ama tija ya utendaji wao kwenye taasisi wanazofanyia kazi. Mrisho Mapeo ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza kwenye maadhimisho hayo, Chalamila amewataka wafanyakazi kutumia nguvu na maarifa yao vizuri kwenye kutekeleza wajibu wao wawapo kazini, lakini pia kila mfanyakazi kutafakari mchango wake kwenye taasisi ama mamlaka anayoifanyia kazi. Aidha, ametumia nafasi hiyo kuwapongeza waajiri wa sekta binafsi kwa kuisaidia serikali kupunguza changamoto ya ukosefu wa ajira, huku akiwataka kufuata taratibu, kanuni na sheria za kazi ili kupunguza malalamiko kutoka kwa wafanyakazi. Maana halisi ya kuwa mfanyakazi ni nini? Maana halisi ya kuwa mfanyakazi ni kuwa shareholder katika taasisi au kampuni unayofanyia kazi, shareholder wa maarifa, shareholder wa nguvu au nguvu kazi na kadhalika na kadhalika.
Ukiona umeomba likizo siku 28 na ukakaa siku 28 zote nyumbani bila taasisi hiyo kukupigia simu na kukuomba msaada kwa jambo lolote katika ofisi hiyo, bado wewe kama mtumishi wa taasisi hiyo unayo mengi ya kujiuliza kuhusu nafasi yako na uhai wako katika taasisi hiyo. Akisoma risala ya wafanyakazi mkoani humo kwa niaba ya katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi mkoa wa Dar es Salaam, katibu wa chama cha walimu mkoani humo Abraham Kamwela ameishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kuendelea kuboresha mazingira, haki na maslahi kwa wafanyakazi, huku akiiomba serikali kuzidi kuboresha mazingira ya kazi ikiwemo kupunguza mfumuko wa bei, msongamano wa magari, kuwezesha uwepo wa nyumba za gharama nafuu kwa wafanyakazi na kuboresha vipato vya wafanyakazi. Hata hivyo, tunaamini kuwa serikali ya awamu ya 6 itaendelea kuboresha haki na maslahi kwa wafanyakazi kwa kuwa nguvu kazi ipo kazini. Hivyo, waajiri wazidi kuboresha maeneo ya kazi kwa kuwezesha nyenzo, vitendea kazi ili wafanyakazi tuweze kufanya kazi kwa kuzingatia matumizi ya muda wa waajiri katika uzalishaji wenye tija. Licha ya athari ya vita inayoendelea huko nchi za nje kati ya Iran dhidi ya Israel na Marekani, ni imani yetu kuwa serikali itaendelea kuimarisha uchumi wa nchi kwa kudhibiti mfumuko wa bei na gharama za bidhaa na huduma zinazoendelea kupanda kwa mahitaji ya wafanyakazi na wananchi wa Tanzania. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania TUCTA mkoani Geita limeiomba serikali kuweka utaratibu wa kuwapatia watumishi wa umma fedha kwa ajili ya ununuzi wa vifurushi vya internet ili kuwawezesha kutekeleza majukumu yao bila kutumia gharama binafsi. Taarifa zaidi na Joel Maduka kutoka Geita. Ombi hilo limetolewa leo wakati wa maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani Mei Mosi yaliyofanyika katika viwanja vya shule ya msingi Ludete, halmashauri ya wilaya ya Geita. Akiwakilisha taarifa kwa niaba ya TUCTA, mratibu wa sherehe hizo kutoka chama cha walimu Tanzania CWT, Paul Tinda, amesema matumizi ya mfumo wa kielektroniki ikiwemo PEMS, mfumo wa tathmini na usimamizi wa utendaji kazi kwa watumishi wa umma yameongeza uhitaji mkubwa wa huduma ya intaneti, hali inayosababisha watumishi kutumia fedha zao binafsi. Tunatambua mfumo wa PEMS umeanzishwa na serikali katika kuhakikisha watumishi wa umma wanaongeza ufanisi na uwajibikaji mahala pa kazi. Kutokana na mabadiliko hayo, tumekuwepo na changamoto katika utekelezaji wa mfumo huo, kwani watumishi huingia gharama kununua bando kwa kuwa wanalazimika kuingia kwenye mfumo kila siku ili kujaza taarifa na madokezo mbalimbali ya kiutendaji. Upande wake, mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigera, ambaye alikuwa ni mgeni rasmi katika sherehe hizo, amewaagiza wakurugenzi wa halmashauri zote mkoani humo kutathmini uwezekano wa kuwapatia watumishi msaada wa gharama za intaneti kupitia mapato ya ndani. Waajiri tuna wajibu wa kuliangalia jambo hili, na hususan wakurugenzi ndio mna wafanyakazi wengi wanaoleta ripoti mbalimbali, kweli si kweli? Kwa hiyo wakurugenzi, kwenye mapato yenu ya ndani angalieni. Mnaomba wakuu wa shule, walimu wakuu, sekta ya afya walete taarifa kila mwezi au kila baada ya kota au kila baada ya miezi 6. Sasa mkumbuke kwamba wanatumia bando, na hayo mabando wanayotumia yanatokana na mishahara yao kuwekwa mle ndani. Wekeni utaratibu wa posho na motisha kidogo ili mnapoweza kufanya jambo hili uweze kulifanya vizuri. Baadhi ya watumishi wa umma mkoani humo wamesema wanatumia fedha nyingi kununua vifurushi vya intaneti ili kukidhi mahitaji ya mifumo ya kazi na kusisitiza umuhimu wa waajiri wao kutoa msaada huo ili kupunguza gharama za maisha. Kwa swala bado ni changamoto kweli. Serikali tumeingia kwenye mfumo kiasi kwamba kupima utendaji wa mtumishi lazima uingie kwenye mfumo. Sisi tunaomba kwa kweli, yani unajua shida ni kwamba wakati mwingine viongozi wamekuwa kutoa maelekezo, alafu wale watekelezaji kwa maana ya wakuu wa taasisi na wengine wenye mamlaka wamekuwa mara nyingi sana hawatekelezi kadiri ya. Sasa ili kuleta ufanisi na kuendana na kauli mbiu, tunaomba kwa kweli wale waajiri wakuu wa idara na taasisi wawe wanatekeleza maelekezo ya viongozi ili kuleta unafuu kwa watumishi. Kama inawezekana, serikali ingejaribu kuangalia
utaratibu mwingine wa kuweza kutusaidia na hasa sisi watumishi kwenye ununuzi kwenye uwezeshaji wa bando. Maadhimisho hayo yamepambwa na michezo mbalimbali iliyoshirikisha watumishi pamoja na utoaji wa zawadi kwa wafanyakazi waliofanya vizuri kwa mwaka 2025. Kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni kazi zenye staa ni nguzo imara kwa maendeleo endelevu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya 2050. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Katika jitihada za kuhakikisha kuwa halmashauri zinafanya vizuri katika ukusanyaji wa mapato ya ndani, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Ruvuma imewataka madiwani pamoja na wataalamu katika halmashauri kushirikiana kwa karibu katika kuibua vyanzo vipya vya mapato, kusimamia kikamilifu ukusanyaji wa mapato hayo kwa kuzingatia uwazi, wajibikaji na ubunifu. Kutoka mkoani Ruvuma, tuungane na Innocent Romo kwa taarifa zaidi. Wito huu umetolewa na katibu tawala msaidizi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Ruvuma Amandus Chilumba katika baraza la madiwani la halmashauri ya manispaa ya Songea katika kikao cha robo ya 3 ya mwaka wa fedha 2025-2026. Chilumba amesema kuwa ukusanyaji wa vyanzo vya mapato huanzia ngazi ya chini, hivyo amewataka madiwani kushirikiana na wataalamu katika kuibua na kusimamia ukusanyaji wa mapato. Aidha, amewataka madiwani kusimamia kikamilifu utekelezaji wa miradi inayofanyika katika maeneo yao. Vyanzo vya mapato vipo kule chini. Kuna vikao vinakaa vile vya RDC, kuna kuwepo pale na watendaji wale wakata, watendaji wa mitaa, wale ndio wasimamizi wakubwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitoe rai tukasimamie mapato tukianza ngazi ya chini. Tukifika hapa kwenye baraza basi tuweze kushauri wataalamu kwa kadiri ambavyo tumeona kule ambako tunakotoka. Lakini lingine Mheshimiwa Mwenyekiti, usimamizi wa miradi, naomba nitoe rai tusimamie hii miradi. Tunakuwa na uzoefu mpaka mradi umeharibika kabisa ndio tunapata taarifa kwamba huu mradi umeharibika, lakini Mheshimiwa diwani upo pale. Hebu angalia kila hatua ambayo unaenda, unaona kwamba hapa kuna dalili ya kukwama huu mradi, chukua hatua ya haraka ili mradi usiweze kukwama. Kwa upande wake, mstahiki meya manispaa ya Songea Abraham Mbunda amesema kuwa baraza la madiwani katika kikao cha robo ya 3 ya mwaka wa fedha 2025-2026 limepitisha rasimu ya marekebisho ya sheria ndogo 6 za halmashauri. Amesema kuwa hatua hiyo inalenga kuziba mianya ya uvujaji wa mapato na kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato ya ndani. Kwa hiyo uboreshwaji wa sheria ni pamoja na kuweza kuongeza pato ambalo linatakiwa liendelee na wananchi wajue kwamba sasa tuna ukuaji wa mji wetu, basi kuwepo na mabadiliko katika maeneo mbalimbali. Kwa maeneo mbalimbali tunaweza tukaona namna katika utoaji wa ushuru, katika utoaji wa tozo mbalimbali. Kwa sheria hazijaja kuwabana, bali zimekuja kutengeneza ufanisi zaidi wa kukusanya mapato na vile kuelekeza kila mwananchi hatambue haki yake na mabadiliko yanayotaka kutokea ndani ya manispaa ya Songea. Akiwasilisha salamu za Chama cha Mapinduzi katika baraza hilo, katibu wa Chama cha Mapinduzi Songea mjini James Mgego amewataka madiwani kuwasilisha na kusimamia ipasavyo masuala mbalimbali kwa niaba ya wananchi, kwa kuwa wao ndio wawakilishi wa wananchi katika maeneo yao. Mheshimiwa madiwani, muendelee kuwa sauti ya wananchi wetu, maana nyinyi ndio mmepewa dhamana ya kuwasemea wananchi. Kwa muendelee kuwa sauti ya wananchi mkishirikiana na wataalamu kupunguza changamoto na kutatua kero ambazo ziko katika maeneo yenu. Tusisubiri mpaka viongozi wa kitaifa au wa mkoa waje ndio wakatatue, na nyinyi waheshimiwa madiwani mpo. Muendelee kuwa sauti ya wananchi mkishirikiana na wataalamu. Asante sana Innocent Romo kwa taarifa hiyo. Bodi ya wakurugenzi wa mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA imewataka watendaji kazi wa karakana kuu ya shirika la reli Tanzania TRC, hususan wafanyakazi wazawa, kubadilika katika utendaji wao, hatua itakayosaidia kuacha kutegemea wataalamu kutoka nchi za nje. Shukuru Materu ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Morogoro. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa bodi hiyo Profesa Ahmed Ame wakati walipofanya ziara katika karakana hiyo iliyopo mjini Morogoro, ambapo imeshauri mamlaka inayohusika na matengenezo ya njia za reli kufanya marekebisho kwa haraka pale ambapo changamoto zinapojitokeza katika njia hizo, hatua itakayosaidia kuondoa usumbufu kwa watumiaji wa usafiri wa treni. Kitu kimoja ambacho ningependa kuwaasa ndugu zangu ambao wanafanya kazi hapa, wabadilike kitabia, hasa kwenye utamaduni wa utendaji kazi.
Kuna kampuni hapa ambayo imepewa tenda, kampuni ya Malaysia. Ukiangalia utendaji wao wa kazi, culture yao ya kazi, kwa mujibu tulivyoona muda mdogo tumekaa nao hapa, wanafanya kazi tofauti na tunavyofanya kazi sisi. Wanaangalia muda, wanaangalia kitu ambacho kimetenda ndani ya muda. Nadhani wao kama watafuata hii culture ya hawa wenzetu, tunaweza kubadilika sana. Na tunazungumzia karakana sasa hivi, sisi tunataka tuende mbali zaidi, baadaye tuwe manufacturers na sisi wa vitu kama hivi, locomotives, mabehewa na vitu vingine. Kwa hivyo pia kitu kingine ambacho ningependa kuwaasa ni kwamba hii transfer of technology waichukulie umuhimu wake, ili tuende mbele zaidi, baada ya kuwa siku zote tunatumia wataalamu kutoka nje. Kwa upande wake, msimamizi wa matengenezo kutoka karakana TRC Morogoro amesema utendaji kazi umerahisishwa kutokana na ushirikishwaji wa makampuni binafsi. Tumekuwa tukishirikiana kufanya matengenezo, wao wanatuletea vipuli kwa maana spare part, lakini pia wataalamu. Kwa hiyo pia tunapata faida ya kupata wataalamu kutoka nchi za nje kwa maana Malaysia, lakini pia South Africa. Hiyo inatusaidia kufanya matengenezo ya uhakika, lakini pia kupata current update au technology kutoka kwa wenzetu ambao pengine sisi tulikuwa hatuna, ilipaswa tupeleke wataalamu nje ya nchi, lakini tunapata ndani ya nchi hapa. Ziara hiyo ya bodi ya wakurugenzi wa LATRA katika karakana hiyo ilikuwa na lengo la kujifunza mambo mbalimbali wanayoyafanya. Shukuru Materu, TVE, Morogoro. Asante sana Shukuru kwa taarifa hiyo. Baraza la madiwani halmashauri ya wilaya ya Singida limeazimia kukusanya mapato katika vyanzo mbalimbali ili fedha zinazopatikana zihudumie miradi ya maendeleo kwa ajili ya wananchi wao. Amini Nyaungu anayo taarifa zaidi. Matokeo ya ukusanyaji wa mapato halmashauri ya wilaya ya Singida imewasaidia baadhi ya vikundi kupata mikopo, na hapa wanaeleza furaha yao mara baada ya kuipata. Ninashukuru sana kwa sababu leo ndio tumepata mkopo sisi vijana wa kata yetu. Maana inawezekana ni vijana wengi wameomba mikopo lakini wengine hawajapata, ila kwa sisi tumepata. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana. Kwa hiyo hizi ambazo tumepata hii fursa ya kupata mkopo, nadhani tutakuwa na utaratibu mzuri, tutaenda vizuri, tutakuwa na tuseme tumepata fursa kwa ujumla. Nashukuru sana tena sana kwa kupata huu mkopo, maana tulikuwa tuna shida na hela kuongezea mtaji. Je, halmashauri hiyo inatarajia kutoa mikopo yenye thamani ya kiasi gani? Hapa afisa maendeleo ya jamii wa halmashauri hiyo anatueleza. Katika robo ya pili na ya tatu tutatoa mkopo wenye jumla ya shilingi milioni 333,379,000. Kwa mchanganuo wa wanawake vikundi 23 jumla ya shilingi milioni 103,993,000. Vijana vikundi 20 vyenye jumla ya shilingi milioni 220,491,000, na vikundi vya watu wenye ulemavu jumla ya shilingi milioni 8,925,000. Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Wakati baraza linaendelea, madiwani waliweza kuchangia pamoja na kuuliza maswali juu ya vyanzo vya ukusanyaji wa mapato na namna wanavyoliendea swala hilo. Tatu, halmashauri imekusanya 1,92,500. Mheshimiwa Mwenyekiti, 1,92,500 ushuru wa anua zetu na mabasi nafikiri ni shilingi 1,000 kama sijakosea. Ukigawanya unapata ni magari 492 kwa mwezi. Ukigawanya kwa 30 kwa mwezi mzima ili upate kwa siku moja unapata magari mangapi? Yanakuja ni magari kama 16. Hivi ni kweli wilaya hii magari 16 tu kwa siku? Wanakusanya kupitia njia ya bajaji. Bajaji zinapita, wewe ukienda Kinyeto bajaji kwa dakika 5 bajaji 20 zimepita. Leo tunapoambiwa hivi. Alafu nyingine Mwenyekiti, unajua tunaongea hapa tuko nje ya fence. Hao magetman mkataba wake unasemaje? Getman haingii kwenye hiki kikao. Getman haingii kwenye kikao cha ODC. Unamjadili mtu ambaye anaponda usiku kucha, lakini si tunaumana hapa. Au kuna issue na hao maafisa mapato. Baada ya mchezo kukamilika, mwenyekiti wa halmashauri hiyo Elia Diga anatoa maagizo, na baada ya kumaliza kikao hicho, niwaombe sana watu wa mapato kwenye issue ya stendi, muhakikishe umesimamia vizuri yale yote tuliyopeana maagizo. Maeneo yote ambayo yanalima kiangazi, maeneo ambayo tunaweza pia kukusanya mapato. Asante sana Amini Nyaungo kwa taarifa hiyo.
Madiwani katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi wamelalamikia ubovu wa miundombinu ya barabara, hali wanayodai husababisha usumbufu kwa wakulima wanaposafirisha mazao yao. Neema Hussein anatuarifu zaidi. Madiwani walitoa malalamiko hayo katika kikao cha robo ya 3 ya baraza la madiwani, ambapo wamesema barabara nyingi zimeharibika hasa kipindi hiki cha mvua. Pale Mwikang'ombe nimefika juzi, kalavati walioitengeneza kwenye ile tuta la kwenda Kayenze, maji yalibomoa. Ina maana ile kalavati ni finyu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niombe. Barabara ile imekuwa na changamoto kwa muda mrefu. Wakazi wa Kapala Msenga wanapata shida sana ifikapo masika. Aidha, wamesema mbali na ubovu wa barabara, pia kuna tatizo la ukosekanaji wa maji safi na salama kwa baadhi ya maeneo, jambo linalotishia afya na usalama wa wananchi. Zipi jitihada sasa za watu wa maji kuhakikisha kuwa maji yanapatikana na kale za kisiwa mito zake ziko mbalimbali? Ni mradi wa muda mrefu. Kwa tunaomba, kuna baadhi ya visima ambavyo vilikuwa vinatusaidia sana Kapala Msenga, hasa Songambele kuna kisima ambacho kilikuwa kinatusaidia sana. Basi wakifanyie karabati. Wakijibu hoja hizo, wataalamu kutoka TARURA na RUWASA wamesema tayari wameanza kufanyia kazi baadhi ya maeneo ambayo yaliharibiwa na mvua na kukosekana kwa maji kwa baadhi ya vijiji. Pamoja na uharibifu huu, TARURA imefanya tathmini ili kuona namna gani tunapata fedha za kuweza kurekebisha hayo mapungufu. Tuna mradi mkubwa ambao unahudumia almost vijiji 6, lakini mradi huo ulipata changamoto ya kuungua kwa mota. Tulibadilisha hiyo mota, lakini bado tukaona kwamba kuna shida kwenye kebo ambayo imetoka kwenye umeme mpaka kwenye pampu. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Tanganyika Onesmo Buswelu amewataka wakuu wa idara kubadilika na kuongeza uwajibikaji katika usimamizi wa miradi ya maendeleo ili kuhakikisha inatekelezwa kwa ufanisi. Niwaombe watendaji, wakuu wa idara na usimamia na kukutana na wataalamu hawa, walimu wa ngazi za chini, wanakamati kwenye vijiji, mnajua mnayowafanyia, badilikeni. Vyeo vinakuja na vinatoka, nafasi huja na uondoka, na kila kitu kinakuja kinatoka. Siku nafasi hizi zikitoka, mtawakuta wenyewe ambao wana nafasi, kwa sababu vyako havitoki, wako pale pale, mtawahitaji. Aidha, kikao hicho kimeridhia kufanyika kwa uchunguzi kwa baadhi ya miradi iliyoonekana ina kasoro baada ya kamati ya fedha kufanya ziara ya kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo katika halmashauri hiyo. Asante sana Neema Hussein kwa taarifa hiyo. Serikali kupitia wizara husika za kisekta zimetakiwa kujenga utamaduni wa kuwakutanisha vijana wa Kitanzania na vijana wa mataifa mengine ya Afrika waliofanikiwa ili kuendelea kufungua mawazo na kujenga taifa la vijana waliofanikiwa kupitia nyanja mbalimbali. Zaidi tuungane na Goodluck Msola. Rai hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam wakati wa jukwaa maalum la pamoja la vijana wenye vipawa la John Walker Afro Exchange lililoandaliwa na kampuni ya Bia Serengeti na kuwaleta pamoja vijana wa Kitanzania na wengine kutoka nchini Nigeria ili kujenga mtandao wa pamoja wa ushirikiano na kubadilishana uzoefu katika kutumia fursa. Akizungumza katika jukwaa hilo, mwakilishi wa SBL Tanzania Fausta Manyilizu amesema jukwaa hilo limekwisha fanyika katika mataifa ya Afrika ikiwemo Afrika ya Kusini, Kenya, Uganda na sasa ni zamu ya nchi ya Tanzania ambapo vijana watapata uzoefu na kuweza kutambua fursa mbalimbali walizonazo katika kujiinua kiuchumi. Tunaona kuna opportunity, lakini katika njia moja au nyingine ma DJs wetu wa Tanzania wanashindwa ku pave the way to the Africa. So exchanging ideas, experience from Lagos wanaweza wakasaidia jinsi ya kujibrand, jinsi ya kufanya kazi ku make sure that we are out of Africa like walivyo Zero Gravity. Ni ma DJs ambao they are all over the Africa, all over the world. So that's why tukaamua to focus kwenye DJs, lakini pia ukiangalia SBL kama SBL tuna different activities ambazo tunafanyaga kama za brand. Kwa upande wake Francis Shinyangwa kutoka SBL pamoja na mtaalamu wa masuala ya uhusiano na kuunganisha biashara za kimataifa Bi Zainabu Mkwepo wamesema hatua hiyo ni mwendelezo wa kampuni hiyo katika kuwainua vijana nchini Tanzania ili waweze kushindana
katika nyanja za kimataifa. Siwezi nikasema kwamba ma-DJs wa Tanzania wamepungukiwa chochote, ila nafikiri tukiwaleta pamoja na ma-DJs ambao tayari wameshajulikana kama global DJs, wanaweza kupata ujuzi zaidi, wanaweza kupata mbinu gani zaidi, njia gani za kijanja za kutoboa ili waweze nao kuwa ma-DJs wakubwa zaidi. One ni network. Wengi wetu tunafanya biashara ndani ya Tanzania, kwa hiyo tunakuwa hatujajenga mfumo ambao utatutoa nje. Kwa hivyo kazi tunazokuwa tunazipata zinazunguka katika mipaka yetu ya Tanzania. Tunakuwa bado hatujajenga ile network nje ya Tanzania. Alafu pia huwezi kumpatia mtu pesa yako kama hauna familiarity ya kazi yake. Unakuta pia mara nyingi mitandao yetu ya kijamii kama DJs tunakuwa tunapost sana personal brand, alafu tunakuwa tuna neglect a bit kazi zetu, uwezo wetu. Nini tunachoweza kufanya? Nao baadhi ya vijana walioshiriki katika jukwaa hilo wakiwemo kutoka sekta ya sanaa wamesema hatua hiyo inakwenda kuwajenga upya na kuongezea kujiamini katika majukwaa ya kimataifa. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Zaidi ya shilingi trilioni 1 zimetumika kuwekeza katika ujenzi wa miundombinu ya mawasiliano ikiwamo ujenzi wa minara 4800 katika viwango vya 4G na 5G katika mikoa mbalimbali nchini, ikiwa ni katika kuinua na kukuza uchumi wa kidijitali. Goodluck Msolla ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa kampeni ya Zingatia Mtandao wenye Viwango chini ya kampuni ya mawasiliano ya simu za mkononi ya Yas, afisa mkuu wa teknolojia kutoka Yas, Emmanuel Mali, amesema kuwa uwekezaji huo umeifanya kampuni hiyo kuendelea kuwa kinara katika kuwezesha upatikanaji wa mawasiliano ya uhakika na hivyo kutatua changamoto za mawasiliano nchini. Ikiwa tumefanya uwekezaji mkubwa sana wa zaidi ya shilingi trilioni 1 kwa ajili ya kuendeleza miundombinu ya mtandao wetu. Na kupitia uwekezaji huu mkubwa kabisa, tuna minara takribani 4800 sasa hivi ambayo imesambaa nchini kote kwa ajili ya kupeleka mawasiliano katika mikoa na kona mbalimbali nchini Tanzania. Kwa sasa hivi mtandao wetu unafikika sehemu mbalimbali, na pia kwenye uwekezaji huu tumehakikisha kwamba mtandao wetu unapatikana kwa 4G kila mahali nchini Tanzania, na pia kwa teknolojia ya 5G kwenye miji muhimu na miji yote ya kimkakati ndani na nje ya Tanzania. Aidha, Maria ameeleza kuwa kama sehemu ya uwekezaji wakubwa nchini Tanzania, hususan katika sekta ya mawasiliano, wataendelea kuongeza uwekezaji ili kuendelea kufungua fursa mbalimbali za mawasiliano kwa Watanzania. Hatua hiyo ya uwekezaji imetajwa pia kuwezesha mtandao huo kushinda tuzo ya kimataifa ya mtandao wenye kasi nchini Tanzania kupitia shirika la Ookla linalojihusisha kupima kasi ya mtandao hapo ulimwenguni. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Wakati kasi ya matumizi ya nishati safi ya kupikia ikiendelea kushika nchini, kampuni za kusambaza na kutoa huduma ya nishati hiyo hususan ya gesi za kupikia zimetakiwa kuangalia namna ya kuongeza elimu ikiwamo ya matumizi sahihi pamoja na utambuzi wa mitungi halisi ili kuepukana na uchakachuzi wa mitungi pamoja na matumizi mabaya ya gesi za kupikia. Tuungane na Goodluck Msolla kwa taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa sehemu ya kusambazia gesi eneo la Banana, mmoja wa wadau wa nishati safi ya kupikia kutoka kampuni ya Olex Shabani Fundi amesema kwa sasa elimu ya matumizi ya mitungi ya gesi sanjali na majiko ya gesi ni muhimu kwa wananchi, hasa ikiwa kumekuwa na mwitikio wa wananchi katika kutumia nishati safi ya kupikia, licha ya kuwa bado kuna changamoto ya mitungi isiyo na sifa. Katika muendelezo ule wa kuhakikisha kwamba huduma zetu zinaboreka kila siku sokoni, tumekuwa na maduka haya nchi nzima na tunaendelea kuyafungua, na lengo ni kwamba kuhakikisha kwamba huduma kwa watumiaji wa mwisho inaboreka. Lakini unajua, katika matumizi ya nishati safi ya kupikia hizi tunafanya hamasa mbalimbali za kuhakikisha kwamba watu wanatumia nishati safi ya kupikia, lakini tuna swala moja ambalo ni la msingi sana, nayo ni elimu ambayo tunatakiwa tuhakikisha kwamba tunaitoa kila mara ili watumiaji wetu waweze kujua namna bora ya kutumia nishati safi ya kupikia. Nao baadhi ya wafanyabiashara wa maduka ya kusambaza gesi kama mawakala wakizungumzia eneo la kusogeza huduma hususan ya upatikanaji wa mitungi ya gesi, wamesema wapo tayari kuendelea kufungua maduka na maeneo mengi kwa ajili ya kuunga mkono hatua ya serikali
katika kufikia 80% ya watu wanaotumia nishati safi ya kupikia. Sisi kwa kushirikiana na Oryx tunajitahidi kufungua branded exclusive shops za Oryx katika maeneo mengi sana, katika eneo ambalo nimekabidhiwa ambalo ni la Banana kuelekea Chanika mpaka Kitunda, Majoe. Yote hii ni kwa ajili ya kuweza kuongeza upatikanaji mzuri wa gesi yetu ya Oryx. Hii inasaidia kufikisha huduma kwa wateja, pia saidia kuongeza elimu kwa wateja wengi ambao hawana elimu ya jinsi ya kutumia gesi ya Oryx, au wanayo elimu lakini elimu yao pungufu, pengine hawajui mambo mengi. Huduma hii ya gesi tumesogeza karibu yetu kwa ajili ya kampeni ya rais wetu Mama Samia ya nishati safi, ambayo inaenda kuhudumia kila mwananchi kwa kusogeza huduma kwa ukaribu, kujipatia gesi ambayo ni nzuri, salama na nzuri kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Nao baadhi ya wananchi wakiwemo mamalishe na babalishe wakizungumzia hatua ya uzinduzi wa duka hilo, wamesema kwa sasa kampuni za gesi zimeendelea kutanua wigo wa upatikanaji wa huduma hiyo na hivyo kutoa urahisi pindi ambapo gesi inawaishia. Kama mama ni rahisi sana, faida ni nyepesi kufanyia shughuli zako za nyumbani. Una shida kuhangaika na mkaa. Na washauri wabatilie waungane na Oryx wanunue mitungi kuliko kutumia badala mampisha nishati mbadala. Hii inasaidia sana. Kuanzia mahotelini mpaka majumbani, mpaka kina mama ntilie. Ushauri wangu kwa wamama, wadada wanaofanya hii biashara ya restaurant wanaotumia nishati safi, tamani na washauri mtumie gesi. Gesi inarahisisha mambo mengi. Alafu cha pili, hata ukimpikia mteja chakula haina harufu ya moshi kama kuni na mkaa. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limeungana na wafanyakazi wengine nchini kuadhimisha siku ya wafanyakazi duniani kwa kutembelea na kutoa msaada wa kibinadamu katika shule yenye watoto wenye mahitaji maalum Mitindo iliyopo wilaya ya Misungwi. Emmanuel Mashaka nayo taarifa zaidi. Akizungumza mara baada ya kukabidhi msaada huo, mkuu wa zahanati ya polisi Mabatini wilaya ya Nyamagana mkoani humo, mrakibu wa polisi SCP Daktari Steven Kisaka kwa niaba ya kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza amesema wao kama kikosi cha afya wametoka ofisini na kwenda kukutana na kundi lenye mahitaji maalum na kutoa msaada, ikiwa ni utekelezaji wa dhana ya polisi jamii. Tumevitumia pia vifaa vya usafi tukiungana na jamii iliyoko hapa katika matendo pia kujumuika kufanya usafi katika eneo hili, ikiwemo kufieka nyasi kama sehemu ya sisi. Siku ya kazi hatuwezi kukaa maofisini. Dhana ya polisi jamii na msisitizo wa afande kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, afande Wilbrod Mtafungwa, kwamba tutoke maofisini kadri muda na nafasi inavyoweza kupatikana. Leo siku ya wafanyakazi tumetoka kwa ajili ya kuja kwenye jamii. Tumezoea jamii na kuja kwetu kutibiwa, lakini leo tumetoka sisi kwenda kuifuata jamii huko jinsi ilivyo. Lakini tunapenda sasa jamii inayotuzunguka kupitia vyombo vya habari na wadau mbalimbali waweze kuona haya makundi ambayo tunaita kwamba ni makundi yenye uhitaji maalum, au kwa Kiingereza wanasema vulnerable groups, ambayo inahitaji ulinzi, inahitaji kulindwa, inahitaji kusaidiwa, inahitaji kuongozwa, na hawa watoto waweze kufikia ndoto zao zile ambazo wanatamani na wao siku moja kuwa kama sisi. Kwa upande wake, mkuu wa shule ya Mitindo elimu maalum Januari Gunze amelishukuru jeshi la polisi na serikali kwa ujumla kwa kuendelea kutoa huduma mbalimbali zikiwemo za ulinzi pamoja na mahitaji muhimu ya makundi yaliyopo katika shule hiyo. Namshukuru kamanda Mtafungwa. Hii shule hii ameshakuja zaidi ya mara mbili nikiwepo kama mwalimu kiongozi, anakuja kututembelea, na vile vile leo kama mlivyosikia daktari ametoa historia akasema kwamba ameagizwa na kamanda Mtafungwa kuja kututembelea na kutia faraja katika watoto ambao wanavyojifunza na kujua taarifa hapa, ili aende akazifanyie tena kazi na kutuletea tena mahitaji mengine muhimu. Nao baadhi ya wanafunzi wa shule hiyo wakizungumza kwa niaba ya wenzao wamelishukuru jeshi la polisi kwa msaada walioutoa, ikiwa ni pamoja na kuendelea kuimarishiwa ulinzi na usalama. Kiukweli mlichokifanya hiki ni kitu kikubwa sana, kwa sababu sisi tukiwa tumekaa maeneo haya kimsingi tuko mbali na wazazi wetu, lakini nyinyi kuja kwenu katika shule yetu hii mmeonyesha kwamba na nyinyi pia ni wazazi, na kwa sehemu hiyo ya kuwa nyinyi ni wazazi wetu mmeweza kutuletea vifaa hivi ambavyo vitatusaidia. Kwa nyinyi kwenu mnaweza mkaona ni kitu kidogo, lakini sisi vitatusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Kiukweli Mungu awabariki sana. Tunashukuru sana jeshi la polisi kwa kutuhakikishia ulinzi. Tunashukuru, tunasema asanteni sana.
Maafisa watendaji na afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya ya Chunya mkoani Mbeya wametakiwa kutumia vizuri vitendea kazi vinavyopatiwa na halmashauri hiyo ili viweze kutumika kulingana na malengo yaliyokusudiwa. Taarifa ya Daniel Simarta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Yameibuka wakati wa ugawaji wa pikipiki kwa watendaji kata, vijiji na maafisa maendeleo ya jamii kutoka halmashauri ya wilaya ya Chunya, ambapo mwenyekiti wa halmashauri hiyo amewataka watumishi hao kutumia vifaa hivyo kwa kazi hizo kusudiwa. Tulikuwa tuna changamoto ya ukusanyaji wa mapato, na hasa ukiangalia sasa hivi tumepewa majukumu ya kukusanya mapato. Mwaka huu tuna bilioni 14 na tumeletewa tukusanye bilioni 16. Kwa hiyo kupitia hizi pikipiki na hao watendaji watakuwa ni chachu ya mapato yetu kutoka kwenye bilioni 13 kwenda bilioni 16. Na hao watendaji walikuwa kulingana na nature ya vijiji vyetu. Wapo wananchi wako kwenye standard area, hasa wakulima. Wamejenga nyumba zao huko mapolini na watendaji walikuwa wanapata shida kuwafikia, lakini kupitia vifaa hivi nadhani kila mwananchi atahudumiwa kwa wakati, na nina imani na wao wametoa ahadi kwamba watafanya kazi kulingana na vifaa walivyopata, basi vitawarahisishia wao kuwafikia wananchi. Kwa upande wao maafisa hao wamesema kuwa watahakikisha wanatekeleza majukumu yao kwa wakati mara baada ya kupatiwa vitendea kazi hivyo ukilinganisha na hapo awali. Imetusaidia sana na mpaka hivi tunamshukuru mkurugenzi kwa hizi chombo. Kwa maana hiyo kwamba mara ya kwanza ilikuwa ni ngumu kuvifikia vitongoji mbalimbali kwenye kata, na hasa kwenye changamoto ya kutoa elimu ya mikopo, jasiriamali, fursa mbalimbali ambazo zinatolewa na serikali kwa ajili ya kwenda kutoa elimu kwenye mikutano ya hadhara kwa wananchi. Leo tumekabidhiwa vitendea kazi hapa pikipiki kwa ajili ya kuwafikia wananchi. Vitendea kazi hivi vitatusaidia sana katika kurahisisha majukumu. Kabla kwa wilaya yetu ya Chunya ilikuwa ni ngumu sana kwenda kwenye vijiji mbalimbali. Katika kata kuna vijiji ambavyo viko kilomita nyingi sana. Mwanzo utendaji wetu wa kazi ulikuwa ni mgumu kwa sababu kwa tuna vitendea kazi, lakini kwa sasa tunashukuru ofisi ya mkurugenzi pamoja na mtaa halmashauri kwa kutupatia usafiri wa pikipiki kwa ajili ya kurahisisha majukumu yetu, kwa sababu kutoka kwenye vijiji vyetu jiografia yake ni mbali sana. Tunapenda kutoa shukrani zetu nikiwa kama katibu wa watendaji wa vijiji wilaya ya Chunya kwa mkurugenzi na mwenyekiti wa halmashauri wilaya ya Chunya kutukabidhi vitendea kazi hivi katika wilaya yetu. Watendaji wa vijiji, kwanza kabisa inaenda kutatua changamoto za wananchi, ikiwa pia kutokana na jiografia tuliokopo nayo wilaya ya Chunya inaenda kuwafikia wananchi mbali kutokana na vitendea kazi ambavyo tumeweza kupewa hivi leo. Asante sana Daniel Simarta kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari kifuatacho ndani ya TVE habari. Na katika habari za kimataifa, wanaharakati kufanya maandamano siku ya Mei Mosi.